Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man thumma amma ba'd. Tuko ndani ya siku 10 bora. Ni 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Ni siku ambazo Mtume alayhi salatu wassalam alibainisha kuwa ni siku za fursa kuzitumia katika kufanya khairi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Amesema alayhi salatu wassalam, ma min ayamin al-amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna siku ambazo amali njema inapendeza zaidi kwa Allah azza wa jalla kushinda amali njema iliyofanyika ndani ya hizi siku 10. Ni fursa kwa Muislamu, kwa mpenda khairi, ajitahidi na ajipinde katika kufanya ibada mbalimbali. Mengi tumeelekezwa na Mtume alayhi salatu wassalam kuzingatia na kufanya ndani ya hizi siku 10, lakini leo ni kuache na hili. Nimekuja kwenye hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha kuwa Mtume alayhi salatu wassalam amesema, idha ra'aytum hilala dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sha'rihi wa afarihi, au kama qala alayhi salatu wassalam, mnapoona mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akataka kuchinja udhiya, kile kichinjwa cha Idi, basi azingatie miko hii, falyumsik an sha'rihi wa afarihi, aache kukata kucha zake, aache kunyoa nywele zake. Haya ni maagizo ya Mtume alayhi salatu wassalam, na kikubwa haya ni maagizo ya kiibada. Mwezi wa Dhulhijja tayari umeingia, nia yako ni kuchinja siku ya Idi udhiya, kichinjwa cha kiibada. Zingatia haya. Wewe ambaye unakusudia kufanya ibada hiyo, usikate chochote katika kucha zako, usinyoe chochote katika nywele zako. Kwa nini unafanya hivyo? Kikubwa kwa sababu ni maagizo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu uwe kwako ni ukumbusho, ewe ambaye unakusudia kufanya ibada hii, na Allah atufanyie wepesi sote tuweze kufanya. Usikate kucha zako wala usinyoe nywele zako mpaka pale ambapo utachinja. Lakini jingine la muhimu la kuzingatia tunapozungumzia ibada ya kuchinja zama hizi, inaonekana ni ibada ambayo wengi tumeridhika kufanyiwa na wengine. Miji yetu ni miongoni mwa miji ambayo inapata neema. Kuna watu wengi wanafanya ibada hiyo katika miji yetu, ni maana wanachinja katika miji yetu, na sisi tunakuwa wanufaika wa nyama hizo, alhamdulillah khairi. Lakini uwepo wa nyama nyingi haina maana kuondoka kwa ibada hiyo kwa wahusika. Kwa hiyo kama una uwezo wa kuchinja, chinja, wala uwepo wa nyama nyingi kwako isiwe kikwazo kwamba nchinji ya nini wakati kuna mbuzi za bure zitanifikia, kuna ng'ombe za bure zitanifikia. Hapana. Mtume alayhi salatu wassalam, kama anavyoeleza Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, amekaa katika mji wa Madina miaka 10 kulluha yudhi, miaka yote alikuwa anachinja sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo kama Allah amekujalia uwezo wa kuchinja, usirudi nyuma eti kwa kuwa nyama za sadaka zinazogawanywa kwenye udhiya ni nyingi. Hapana, itekeleze ibada hiyo, na kama wewe umepata nyama ya kukutosha, basi kile utakachochinja kile ni sadaka kwa wengine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.